Yes, Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa siku nyingine. Ni mwendelezo wa ujumbe ule ambao tuliweza kurekodi kwa episode 1 kuhusu manabii wa uongo. Na ningependa tu tusome kuhusu hiyo Ufunuo 16 mstari wa 13, maana tulikuwa tumefika kwa zile roho tatu. Tasoma mstari wa 13, inasema hivi: Kisha nikaona roho tatu za uchafu zinazofanana na vyura zikatokea katika kinwa cha yule joka na katika kinwa cha yule mnyama na katika kinwa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Basi ningependa tu kuzungumzia hizi roho tatu. Katika episode 1 nimezizungumzia, lakini leo tunataka tu brief kwa ufupi na tuweze kusonga mbele, kwamba hizi roho ndo zile ambazo manabii wa uongo huzitumia kwa ajili ya kufanya miujiza. Na pia tukaelezea kwamba roho iliyotoka kwa kinwa cha ule joka ni ile roho ambayo huwa inabeba nguvu. Ukiangalia vizuri katika kitabu cha Ufunuo 12 inazungumzia kwamba yule joka alimpa yule beast nguvu. Kwa hivyo roho inayotoka kwa kinwa cha yule joka ndo zile nguvu ambazo manabii wa uongo wanakuwa nazo. Ndio unashangaa kwamba nabii wa uongo anaweza akakuja akifanya hivi watu wanaanguka. Yaani inampa nguvu kuonyesha kwamba yeye ako na nguvu za kiroho, lakini ukweli ni kwamba ndani yake kuna hiyo roho ya yule joka, ili aweze kufanya ama aweze kuwa na nguvu za kufanyia miujiza. Lakini tukimwangalia beast, unaambiwa kwamba beast alifanya miujiza kuliko wanyama wote, ama kuliko joka, kuliko zile roho zingine. Na hata ukiangalia maandiko yanasema, wakasema ni nani anaweza kushindana na mnyama huyu? So roho hii iliyotoka kwa ule mnyama ndo ile roho ambayo inafanya miujiza. Hivyo nakuta kwamba miujiza ni mingi. Ukiangalia hiyo Mathayo 24:24 ambayo tumezungumzia episode 1, inasema kwamba watapewa kufanya ishara na maajabu. So hawa watu wana miujiza, wana ishara kwa sababu wamepewa huo uwezo. Lakini tukazungumzia pia ile roho inayotoka kwa kinwa cha nabii wa uongo. Tukasema hii roho sasa ndo ile ambayo sasa wamezaliwa manabii wengi. Na hapa tu ndo watu wengi wametekwa, watu wengi wamechanganyikiwa. Kwa sababu unapoambiwa shida zako na vile watu wako desperate, unajipata kwamba unaona kwamba huyu ndo nabii wa kweli. Lakini mimi nataka niwaambie hivi kwamba nabii wa kweli hawezi kupimwa na miujiza, hawezi kupimwa na unabii, hawezi kupimwa na nguvu kuangusha watu ovyo. Na hiyo ndo kitu ambacho watu wengi sasa hivi, manabii wa uongo wamechukua mamilioni ya watu. Unaweza ukashangaa kwamba huyu ni nabii wa kweli, ako na neno la kweli, lakini ni nani atamwamini? Kwa sababu watu wamejaa mahali wanataka kuona miujiza, na shetani ameshajua ya kwamba watu wako desperate na miujiza. Sasa hivi ameinua manabii na mitume na wainjilisti. So ulimwengu sasa hivi mahali umefika, ni ngumu sana kupata nabii wa kweli, ni wachache mno. Yaani katika mahali kuna 10 utapata 2. Na mbinu za hao manabii wa uongo ziko rahisi, ni kucheza na akili, the game of mind, ni manipulation. So kile kitu wanafanya, unaweza ukapata nabii anakuambia, wakati nakuja kanisani Roho wa Mungu amenituma, ameniambia ama ameniambia nikifika kanisani
nitafute watu 5 ambao hao Mungu anataka kuwainua wawe matajiri. Lakini Bwana akanambia wanapaswa kutoa sadaka ya 1,000. Basi ukiwa na 1,000 upite mbele, utapo hiyo mafuta. Unapata pale, hiyo ni mbinu wametumia. Wanakuja watu zaidi ya 5. Wakija zaidi ya 5, hawezi kusema kwamba basi wale 5 Mungu ameniambia wamefika, mbona mko 10? Hapana, atachukua zote na pia atatafuta mbinu nyingine. Lakini ukweli ni kwamba huyu mtu hajatumwa. Ukiangalia katika kitabu cha Ezekiel 13, tuangalie mstari wa 6 na wa 7, inasema wameona ubatili na uganga wa uongo hao wasemao Bwana asema, lakini Bwana hakuwatuma. Nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Je, hawakuona maono ya bure? Hawakuona mabashiri ya uongo? Nanyi mwasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Biblia inakanusha kile ambacho manabii wa uongo hufanya. Biblia inasema wazi ya kwamba hawa husema Bwana amesema, lakini hapa maandiko inasema Bwana hakuwatuma ama Bwana hajasema neno. Na Biblia imeanza kwa kuuliza, je, hamkuona maono ya uongo ama hamkubashiri mabashiri ya uongo? Nyinyi husema Bwana amesema, ila mimi sikusema. Maandiko hapa inasema yeye hakuwatuma. Lakini mbinu hii wanapokuja nayo wakisema Bwana amewatuma, watu huamini. Kwa nini watu wanaamini? Kwa sababu hawana maandiko, kwa sababu hawajui neno. Wangelikuwa wanajisomea maandiko, wangelikuwa wana neno la kutosha, wasingeweza kutekwa na vitu kama hivi. Lakini kwa sababu hawana neno la kutosha ndani yao, wanapoambiwa Bwana amesema, na kwa sababu huyu mtu amekuja na mbwembwe, amekuja kuangusha watu. Unashangaa mtu ametoka nyumbani, amefika mlangoni, ameangusha mwingine, amefika mbele, ameangusha mwingine, haja afanya vizuri, ameangusha 3. Unalainishwa uingie katika mfumo. Hawa ni waizi, hawa ni matapeli. Na kitu kingine ambacho watu hawajajua, sasa hivi ukiwaambia watu kwamba kuvunja madhabahu ni injili ya waizi, ya matapeli, hawawezi kuamini, kwa sababu wameaminishwa ya kwamba hawezi kuombewa mpaka uvunje madhabahu. Ndio maana wanakuuliza kwamba ukienda kwa mganga unaenda mikono mitupu? Jibu ni hapana. Lakini hapa hatuzungumzii kwa mganga. Yesu anasema imekwisha kazi ya kumkomboa mwanadamu. Unapofundisha neno kuhusu kuvunja madhabahu, kama neno wanalotumia kupitia kitabu kupitia story ya Gideon, basi unapozungumzia habari za Gideon, unapaswa kumalizia na neno kifo cha Yesu juu ya msalaba. Maana Yesu alimaliza kila kitu pale juu ya msalaba. Nataka nikuwafungua macho tu kwamba ile madhabahu tungevunja, ile madhabahu Gideon alivunja, Yesu alimalizana nayo. Hakuna sadaka ambayo inatoshana na kifo cha Yesu Kristo msalabani. Ningependa watu wafunguke macho, nami ninasimama na msimamo huu ya kwamba hakuna sadaka ya kuvunja madhabahu. Sadaka ya kuvunja madhabahu ni wizi, kuvunja madhabahu ni utapeli, ni injili ya wahuni wanaojitafutia riziki kwa wapendwa. Lakini watu watakapojifunza jinsi ya kufuata maandiko, na kama wakitoa sadaka watoi kulingana na maandiko, hapo ndipo watu wataona mwangaza. Nataka kumalizia kusema ya kwamba, kwa sababu bado ni mwendelezo na tutaweza kuendelea tena, nataka kumalizia kusema hivi ya kwamba
wakati huu ambapo umefika, watu wengi wako katika giza nene, wanahitaji kutoka katika giza. Na watatokaje? Ni pale watakapotafuta sana kusoma neno na kulizingatia. Biblia inasema kwamba kujua neno ndio chanzo cha maarifa. Mungu akubariki, tukutane episode 3. God bless you.